Kutokea katika maeneo ya Gaza ambako maisha yaligubikwa na kivuli cha uharibifu na vita, kumeibuka ishara matumaini na utulivu ambayo inagusa moyo zaidi. Soko mashuhuri la Al-Sahah katika jiji la Gaza limeanza kujia tena na harakati za maisha licha ya uharibifu mkubwa uliotokana na mashambulizi ya Israeli kwa miaka miwili mfululizo. Soko hilo ambalo liliwahi kuwa kitovu cha biashara na maisha ya kijamii lilipata pigo kubwa kutokana na mashambulizi makali kwa miaka miwili mfululizo. Eneo hilo lilikuwa limeachwa kama magofu na mabaki ya majengo yaliyoharibika. Lakini hata hivyo, Wapalestina wameonyesha utulivu na uvumilivu wa ajabu. Hivi sasa picha za soko la Al-Sahah zinaonyesha mabadiliko makubwa, yaani familia zimerudi kwenye soko zikifanya manunuzi ya mahitaji ya kila siku, jambo linaonyesha nia yao ya kurudisha utaratibu wa kawaida wa maisha yao. Lakini wachuuzi wadogo wadogo wanafanya jitihada kubwa kufungua tena vibanda vyao na kuanzisha maduka ya muda katikati ya mabaki ya miundombinu ambayo imeharibika. Kurudi huku kwa maisha kunatajwa kuwa kurudi kwa hali ya kawaida, ingawa ni dhaifu sana. Kurudi huku kwa shughuli za kijamii na kiuchumi katikati ya uharibifu mkubwa ni ushahidi wa nguvu ya kiroho ya wakazi wa Gaza ambao wanakataa kuruhusu vita na uharibifu kufifisha kabisa matumaini yao. Kwa wakazi wa Gaza, kufunguliwa tena kwa soko la Al-Sahah sio tu suala la kiuchumi, bali ni ishara ya upinzani wa kimaisha, uthibitisho kwamba wataendelea kuishi na kujenga tena licha ya mazingira magumu na ya hatari kuibuka tena. Bana, sasa hivi Gaza nadhani mwanga unaanza kuonekana, kwa sababu maisha yanaanza kurejea tena. Kwa kile ambacho watu walikiona kinashindikana, hivi sasa at least watu wanaweza kwenda sokoni kununua bidhaa, wakarudi nyumbani na kuanza kupika na kula chakula tena.